Kumbuka kwamba huyu Cheia baadaye tena akaja kushiriki mapenzi na Sagilo ambaye ni babake mkwe. Naam. Tutaiangazia kiundani tukiendelea. Sasa alituambia kwamba alifanikiwa pia kusoma hadi kiwango cha kuwa muuguzi wa afya Cheia. Lakini tutaona ni nini hasa ambacho, ama katika sifa zake nyingi, ni nini hasa ambacho kinajitokeza. Kuna mhusika mwingine ambaye ni Mkule Mbwashu. Mbwashu ni mwanamke mfanyabiashara fulani maarufu katika mji huu wa Taria. Mbwashu ni mwanamke, na pia tuambiwa kwamba anajiingiza katika biashara zake ni za kimagendo, kwa sababu anajuana na viongozi. Kumbuka zimu likujualo na alikuli likakumaliza. Sasa anafanya biashara za kimagendo, lakini hakuna chochote ambacho kinafanyika. Alafu kuna yeye ni rafiki anaanzia mke wa Lesule. Sasa ukiwa rafiki, kuna mtu alisema kwamba nionyeshe rafiki yako nitakwambia wewe ni nani. Sasa ni rafiki yake, basi ikawa kwamba yeye naye akawa mfanyabiashara mkubwa, kwa sababu pesa wanazichota tu kutokana na uongozi ambao wanao. Kuna mhusika mwingine Mkula ambaye ni Mbaji. Mbaji ni meneja wa mabasi ya Lonare. Kumbuka Lonare ni Mketwa. Lakini Mbaji ameandikwa kama meneja wa mabasi. Yeye ni wa jamii ya Wakule, lakini hatujaona Mbaji akijihusisha katika mambo mabaya. Ndio Mkule, ni Mkule sawa. Ukiangazia Wakule wote, karibu wote walikuwa na shida, walikuwa na uongozi, mambo ambayo walikuwa wanafanya si mazuri. Lakini ukiangalia Mbaji kiundani, Mbaji hakuwa na ubaya. Ubaya wake pengine tutaangazia tuone ni nini. Alafu kuna Mafamba. Mafamba huyu ni mwanasheria ambaye tuambiwa kwamba aliteuliwa na serikali. Kuna wale wanasheria ambao ni wa serikali tu. Ili chochote kikitokea basi watakuwa na uwezo wa kusaidia serikali, kutetea serikali na mambo kama hayo. Katika tunaona kwamba anajihusisha katika migogoro ya ardhi. Kulikuwa na migogoro ya ardhi baina ya Wakule na vile vile kuna hawa Waketwa. Sasa kwa sababu ya ile migogoro ambayo ilikuwepo, wakawa na Mafamba ambaye alikuja baadaye kufanya nini, kuwasaidia. Lakini tunaambiwa kwamba alikuwa na hatimiliki gushi. Alikuwa anatembea nazo tu, anabeba hatimiliki za ardhi ya matango ambazo ni gushi. Hakuna mtu ambaye anaweza kumuuliza. Hakuna, utaulizwa aje na wewe upo serikalini. Huko serikalini bwana. Alafu pia tunaona sasa baada ya kushindwa kesi, unajua kwamba wakati mwingine vinalemea mpaka inafika mahali unaachilia unasema nimeshindwa. Sasa baada ya kushindwa kesi, jamaa anafutwa kazi. Anafutwa na ile serikali ile tu. Anafutwa kazi. Sasa huyu ni Mafamba ambaye pia tutamwangazia kiundani tuone. Kuna Mdando. Huyu mtoto Mdando ambaye tunazungumzia si Mkule sawa. Lakini mamake ni Nanzia ambaye ni Mkule. Sasa utapata kwamba Nanzia alimzaa mtoto huyu na Muhindi fulani. Na mara nyingi Mdando tunamwona tu akitajwa. Hiyo ni angalau ile ya kueleza tu kwamba Nanzia ana ile tabia za jicho la nje. Hivyo tu inatosha. Baada ya kutajwa popote kwingine, bali walijaribu huyu ni mhusika ambaye ametajwa tu ili kuonyesha uovu ambao Nanzia ili kujenga tu ploti tu. Sasa hao ni wahusika 12 ambao tumeweka katika upande wa Wakule. Wahusika wa jamii ya Waketwa. Mhusika wa kwanza kuna Mangwasha. Mangwasha ndiye mhusika mkuu katika riwaya hii. Utapata kwamba Mangwasha yupo kila mahali katika riwaya hii kuanzia mwanzo hadi mwisho. Kwamba vitendo vyote vinatendeka lazima awe. Sasa Mangwasha ni mke wa Mrima. Na vile vile tumepewa kwamba Mangwasha ni Mketwa na ni kielelezo hasa kwa jamii, kwa sababu vitu ambavyo anavifanya ni vitu vizuri sana. Sijaona ubaya wa Mangwasha, pengine uwepo upo lakini si sana. Kwa sababu Mangwasha tunaona akienda kumtafuta mmewe kwenye starehe.
Ni nani hapa anaweza pengine kwa jamii ya sasa, kama mwanamke anafuata mmewe kwenye starehe, anaenda kumtafuta kwamba mume wangu ameishi nje, hata sijui ako wapi, acha nimtafute nimrejeshe nyumbani. Naam, wachache sana. Wachache. Naam. Mangwasha ana ule moyo wa utu ambaye anajaribu, kuna vitu vingi tu anafanya hapo vya kusaidia watu, na vile vile anajaribu kuwasaidia vijana ambao wanaonekana kwamba hawana mbele wala nyuma, mayatima na kadhalika, vitu kama hivyo vyote anavishughulikia. Tuambiwa kwamba pia Mangwasha alifanya kazi katika ofisi ya Chifu Mshabaha. Tukiangazia tu Chifu Mshabaha pale, kumbuka Chifu Mshabaha ni Mkule, Mangwasha ni Mketwa. So wakati anafanya kazi ndiposa anakuja kutambua mambo mengi sana kuhusiana na uongozi huu ambao umejaa dhulma, unyanyasaji na maudhui mengine mbaya tu. Mrima ni mume wake Mangwasha. Naam. Mrima alikuwa anafanya kazi katika idara ya maji. Tuambiwa kwamba jengo lilikuwa refu katikati wa mji, na lilikuwa karibu na ofisi ya Chifu Mshabaha, na hapo ndipo wakati Mrima alikuwa anaenda kwa Chifu Mshabaha, wakati mwingine ndiposa wakakutana na Mangwasha. Ndiposa baadaye wakaamua kuwa kwenye ndoa. Lonare ni kiongozi wa Waketwa. Lonare alijaribu kupigania haki za Waketwa kabisa, wakati nikana kwamba tunaweza sema kwamba